Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Huyo nane na hiyo hapo. Yes, hizi ni ripoti za Chivihi Media kutokea hapa Bomba la Bure, kata ya Magomeni, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, ambapo asubuhi ya leo Machi 19, 2026 katika eneo hili imetokea taharuki mara baada ya paka kukutwa katika mlango wa nyumba akiwa amekufa, lakini kilichozua taharuki zaidi ni kukutwa akiwa ana hirizi nyingi. Chivihi Media tumefika hapa kwa niaba ya kuzungumza na wananchi waliojitokeza katika maeneo haya, watueleze tukio hili wao wamelipokeaje. Niko na baba hapa. Baba, habari? Salama, kwema? Kwema kabisa. Hapa kwanza kwa majina? Kwa jina naitwa Ajili Omari Sumlanga. Nimeamka asubuhi nakuta kitu kama hivi, kuja kuitwa jirani hapo, kuja kukuta paka ameshakufa na mailizi karibu chungu nzima. Pengine kama wananchi mmelipokeaje hili swali? Sisi tumepata usangazo mpaka sasa hivi kwamba hatujaelewa kitu hiki kitu gani. Na katika kufanya uchunguzi labda mmebaini kitu gani? Hapa tukusema ukweli katika bado tuanze kubaini, bado utaalamu wenyewe ndio unaingia sasa hivi. Kwa sababu kitu kilifanyika hapa kwamba sasa hivi kuja kukuta hali kama hii tunashangaza karibu kila mtu. Hatua gani ambazo mmezichukua labda kuita uongozi wa serikali na nini? Ndio hapa tumeanza kustafiti kumuita mwenyekiti wa mtaa ili ajiangalie swala kama hili. Pole. Baba, habari? Ndio, salama. Salama, unaitwa nani? Naitwa Mwenini Chilanga. Ni mkazi wa wapi? Mkazi wa mtaa Bomba la Bure. Pengine hili tukio mmelipokeaje? Ilikuwaje kwaje? Hili tukio mimi nilifanya kuambia watu, wanakuja jirani yangu pale akaja akaniambia kwamba baba kuna paka amekufa alafu anailizi. Mimi kawa siamini, maana kawa nimekuja kuhakikisha ni kweli huyu paka anailizi na ilizi ziko 8. Sasa tunashangaa kwamba paka huyu ana mazingira gani? Yaani anatuchanganya wakazi wa mtaa Bomba la Bure. Pengine hili nyinyi yaani mnafikiria kama kitu gani labda? Hizi ni habari za kishirikina. Huu ni ushirikina. Kwa nini? Kwa nini? Vitu alivyopeshi ni vitu vya ajabu, sababu paka hajavaa ilizi. Lakini si wanasema Ramadhani mambo ya uchawi yanakuwa yamesimama? Hapana, kuna baadhi wengine hawajali Ramadhani, hawajali chochote kile, yaani wamuogope Mungu wao. Pengine mmechukua hatua gani sasa ili kuhakikisha labda changamoto hii inaondoka? Hatua ya kuchukua kusema kweli ni mwenyekiti ambaye ni mwenye maamuzi. Kwa sababu si hata maamuzi yote yale. Uongozi wa mtaa ndio utachukua maamuzi kusijua paka huyu. Ameshafika mwenyekiti? Naona bado hajafika, naona amefuatwa. Sawa. Amefika mjumbe tu. Yuko wapi mjumbe? Hapo kwenye nyumba? Mama, karibu, habari? Mzuri, za kwako? Salama, unaitwa nani, mkazi wa wapi? Jina naitwa Asna Inuka kutoka pande za Magomeni Bomba la Bure. Tuambie nini hapa, maana tunaona watu wamejaa sana mtaani. Kilichotuleta hapa ni kushangaza, tujai kumwona paka amevaa ilizi. Tumeamka tumekuja hapa tumemkuta paka amevaa ilizi. Tukaitana tukampigia mjumbe tukampigia mtendaji na mwenyekiti ndo akaja huyu mjumbe. Pengine nyinyi mnahisi ni kitu gani? Hakuna lolote, habari za ushirikina tu. Kwa sababu hamna paka ambaye amevaa ilizi. Toka nimezaliwa sijai kumwona paka ambaye amevaa ilizi. Ina maana huyu ameveshwa. Huyu ina maana yake ameveshwa. Hawezi kuvaa mwenyewe? Hawezi, ana mikono ya kuvaa ilizi huyu. Bwana, tunaendelea kuzungumza na wananchi ambao wamejitokeza katika eneo hili wakishangazwa na hichi ambacho kinaendelea hapa mtaani. Ukizingatia tupo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kwa Wakristo hapo katika mfungo wa Kwaresima, lakini bado mambo haya yanadhaniwa kuwa ni imani za kishirikina yamekuwa yakichukua nafasi yake. Lakini pia sisi hatutoishia hapa, tunakwenda kuzungumza na uongozi wa serikali ambapo tunaarifiwa kwamba mjumbe wa serikali pia amefika katika eneo hili kuangalia sintofahamu hii. Mjumbe yuko wapi mjumbe? Karibu mjumbe. Bwana, tuambie kwanza kwa majina yako. Naitwa Yohana Mlaponi. Ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Bomba la Bure. Ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa sasa hivi? Bwana, kama hapo unavyoona wananchi wamejaa katika mtaa wangu, kulikuwa na taharuki moja ya paka ambaye amekutwa na irizi shingoni pamoja na kiunoni kwake. Kwa hiyo hali kama hii imekuja kuwa tafaruki sana katika wananchi wa eneo hili. Kwa kama unavyoona wananchi wamejaa hapa kuja kuangalia kitu, sababu kitu ni kitu cha maajabu sana kija kutokea katika mtaa wangu. Ndio kwanza leo kimetokea kitu kama hiki. Pengine sasa nyinyi mnachukua mnadhania ni kitu gani hichi? Hiki kwa mtazamo wetu ni masuala ya kishirikina. Kama unavyojua uongozi wa serikali ya mtaa, yani serikali tu haiwezi kuamini masuala ya uchawi. Lakini kutokana na mazingira ambayo yapo, basi na sisi tunaendana na vile vile kitu kama mazingira ya tuliyokutana nayo. Lakini kama unavyojua serikali yote haiwezi kuamini masuala ya uchawi. Pengine sasa nyinyi kama uongozi wa serikali ya mtaa mnachukua hatua gani katika hili? Ili kwanza tunataka tumeongea na mwenye nyumba. Kwa hiyo tumetaka kujua yeye mwenyewe kama yeye mwenyewe kwa hili hapa anachukua muzi gani.
Kwa sisi hatutaweza kuchukua mamlaka ya juu, kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba serikali haiwezi kuamini uchawi. Kwa hiyo tumekuwa sambamba na mwenye nyumba kwa vile maamuzi ambayo atatoa yeye, kwa sababu kitu mmoja amesema kwamba vitu kama hivyo hawezi kutupa kienyeji. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anamsubiri, ni mganga aje kufanya utaratibu mwingine kuweza kumtupa huyu kiumbe. Aisee, pole sana kwa hii changamoto. Asante sana kaka. Habari? Nzuri, habari za asubuhi. Salama, kwa majina? Asha Ismail. Ndo mwenye nyumba hapa? Tuambie ilikuwaje mpaka ikatokea? Kwa kweli wala siwezi kujua kwa sababu nililala. Asubuhi nimechelewa kuamka. Nimeamka kama saa 12:30 hivi. Sasa natokea uani kule naenda kujisaidia. Huko nimekuja kufungua, sikuangalia nje. Nikaenda uani, nakutana na watu wasema, kwani mboni utokee mbele huko kaangaliaje? Hatimaye ile kwa mbele huko nini? Pita mbele huko kwanza angalie. Kuna nini? Pita tu mbele huko kaangalie. Mimi nina mkojo. Uacha mkojo wewe unaenda kaangalie kwanza. Ni kuacha ndola mkojo. Alisema hivyo nani? Jirani. Kuacha ndola mkojo mimi kuja mbele. Nikija ninakuja kushangaa vitu kama hivi. Mimi kurudi kwenda kujisaidia kuja tena kuhema, basi ndio ninachokielewa mimi. Sina zaidi hapo. Pengine wewe unafikiri hichi ni kitu gani labda? Mimi sijafikiri chochote kwa sababu nimevurugwa. Sijakifikiria chochote. Na mpaka sasa hivi labda umechukua hatua gani? Hatua ya kama kisha labda hichi kitu kinaondoka na nini? Lazima kiondoke sasa, kitaka hapa mpaka lini? Hapa kitaka mimi mpaka lini? Kwanza kukiona na kiogopa. Kwa sababu kutoka kwa kichwa changu sijaviona vitu kama hivi. Vipi, labda kuna watu pengine hata majirani zako labda kugombana nao labda ndo wamekufanyia? Sina uhakika kama nimegombana nao wakaweza kunifanyia hivi. Sijagombana na mwenzangu hapa kwa kweli. Sijagombana na yoyote. Wanasema kwamba hivi vitu vinahusiana na mambo ya kishirikina, pengine labda ushatafuta mtaalamu aweze kukuangalizia hichi kitu? Wala sijatafuta. Sijatafuta wote. Kwa hiyo utakaa nacho sasa mpaka muda gani? Ushiriki kwa kutoa hiki kitu. Kwa kutoa hiki kitu lazima nitafute mtu mtaalamu anayeweza kucheza vitu kama hivi. Unasema? Wanipe 50,000 nimtoe. Kwamba na wewe ni mtaalamu? Wanipe 50,000 namtoa. Sina senti 5. Hapo naponiona hapa sina hata senti 5. Haya mambo yamenikutia tu. 50 ninaweza wapi mimi sasa? Blaza unasemaje? Mama anasema 50. Ana shilingi ngapi nimsaidie? Sina hela ninakwambia mimi, haya mambo yamenikuta tu. Sina hela yapo shilingi. Unaitwa nani bwana? Chifu. Ni mtaalamu? Chifu ni mtaalamu. Mama pole. Asante, mimi nimeshapoa. Mpaka kufikia hapa sisi hatuna la ziada. Tumeweza kusikia upande wa wananchi, tumemsikia mwenye nyumba, lakini pia tumemsikia mjumbe wa serikali ya mtaa akieleza juu ya hali hii. Langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Nikusihi kusubscribe, like, share na kucomment YouTube channel yetu, lakini pia usisahau tunapatikana katika mtandao wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook kama Chivihi Media. Asante na kwaheri mpaka wakati mwingine.